Kwa jina naitwa Fadhili Nasoro Ngunde, ni mzawa na ni mkazi wa kijiji hiki na pia ni mshiriki katika filamu hii. Naitwa Abdalla Ndunduke, ni mzawa, ni mshiriki wa filamu hii. Naitwa Dini Habibu Matembanya, mzaliwa na ni mkazi wa kijiji cha Kikole na ni mshiriki wa filamu hii. Kwa jina naitwa Halima Emedi Mbulula, ni mwanajamii wa kijiji cha Kikole na ni mshiriki katika filamu hii. Jina langu Saidi Abdurrahman Njaule, ni mzaliwa wa kijiji cha Kikole na mshiriki katika filamu hii. Jina langu Amina Omari Kipanga, ni mzaliwa wa kijiji cha Kikole, ni mshiriki wa filamu hii. Kwa majina naitwa Habibu Ali Matembanya, ni mwanajamii wa Kikole na ni mshiriki katika filamu hii. Kwa jina naitwa Ali Muhammad Makoka, ni mshiriki katika filamu hii na ni mzee wa kijiji hiki. Kwa jina naitwa Omar Emedi Awazi, ni mzaliwa katika kijiji hiki na ni mshiriki wa filamu hii. Naitwa Asha Kaputi, ni mzaliwa katika kijiji hiki na mshiriki wa kwenye filamu hii. Sisi wanajamii wa kijiji cha Kikole tunawaletea filamu ambayo inayozungumzia masuala ya kuhifadhi misitu. Kumbuka, kuhifadhi misitu ni haki ya kila mtu katika kijiji cha Kikole. Serikali pamoja na mashirika mbalimbali tunaomba mtusikilize. Bali hapa tunafika kwenye miti hapa. Hii hapa inaanguka yote fast. Yaani hapa ile mali akija bosi hapa. Kuzia si mchezo. Kuzia hapa tu. Piga chuma wewe. Nani kama mwanamke afanye kazi? Piga chuma mama, piga chuma. Hapa mpaka akija bosi hapa. Yaani wewe. Piga chuma. Piga chuma. Ongea kwanza kidogo. Fresh. Twende. Sasa hizi jamani. Safi za wakati. Jamani, hapa nimekuja na jambo moja, nimepigiwa simu na mwenyekiti kwamba kuna askari poli wanakuja, kwa naomba tuondoke hapa faster. Sasa Oya! Hapa bwana. Wapi hapo? Hapa. Ndio Yaani washafanya uhalifu namna hii jamani? Yaani wanashaharibu. Yaani sasa hii inakuwa kazi gani? Maneno ya kitoto haya itakuwa kwa vyote, itakuwa kwa viongozi pia, kwa sababu haiwezekani leo tunakuja doria na leo tunakuja doria. Alipata taarifa ni mwenyekiti peke yake. Sasa wamejuaje hawa kama si leo tunakuja huku? Mambo hayo wanasema siku zote ya uongo, tunadanganya, tunaenda polisi kumbe hamna chochote, na taarifa wanapata. Sasa haya mambo namna hiyo tunatiana ujinga bure. Watu tunaacha kazi zetu tunakuja kufanya kazi hizi. Kweli? Leo tuwakuti wahalifu tunafanya nini sasa hivi? Yaani kila siku kazi itakuwa kazi hii. Poa ndo kazi tu yuko. Twende, lakini bwana hali ngumu hii bwana. Aha, vipi washikaji huko namna gani? Mambo ndo jamaa, nimefikiwa na wageni, tutaongea baadaye kidogo. Karibuni. Asante. Sisi mwenyekiti tunarudi doria sasa hivi. Lakini tumeenda kule tumekuta kwa kweli wahalifu wameingia msituni. Na hata hivyo tumekuta wameharibu na tumekuta msumeno tu. Ndio. Wao washaondoka. Ndio. Kwa hiyo tuna wasiwasi hii na hii meza hii. Sina hata imani nayo kwa siku ya leo. Hapana. Hii meza haina tofauti yoyote na kuweni baridi. Bwana, ngoja nitatoa taarifa kwa afisa mtendaji. Atawaita wajumbe wa kamati pamoja na serikali ya kijiji. Tutatafakari kuhusu hilo jambo. Kwa hiyo siku ya Jumamosi kutakuwa na kikao. Hivyo unaposema tuwe baridi katika fikira zako wewe. Hivi maana ya kuhifadhi msitu unajua? Maana ya kuhifadhi msitu unajua? Unajua mimi najua. Na kila mtu anayo haki ya kujua kutunza msitu. Naam, ndio inavyotakiwa, kila mtu ana haki ya kujua kutunza msitu. Unasema eti muwe baridi. Tutakuwaje baridi? Lazima niseme kuwa baridi, mimi ni wajibu wangu mimi mwenyekiti. Sisi tupo tayari, tumekwambiaje? Pamoja na matatizo haya yapo, lakini sisi tunaomba kikao, yani tuite serikali na kamati, kikao kiwepo haraka zaidi. Nimesema Jumamosi kikao nitaita. Kwa hiyo haraka kama unavyotaka wewe, hiyo kitu haiwezekani. Mimi ninakwenda kwa miongozo na mimi ndo mwenyekiti. Sawa, tunakuelewa kwamba wewe ni mwenyekiti, lakini sisi kwa sababu leo tumekwenda doria na tunatujua hapa kwamba meza tu leo tunaenda doria na tumeenda kule tumekuta uhalifu. Tunarudi hapa tuambia kwamba Jumamosi ndio tufanye mkutano. Hapa pote pataka kufanyika nini? Hapa pote si ndio hivyo, nimekuambia taratibu lazima zipitie kamati na serikali ya kijiji, lazima ikae. Umesikia mwenyekiti? Pamoja na taratibu hizo tunazokuambia sisi, lakini kwanza zingatia hivi watu tunaacha kazi zetu
tunafanya kazi hizi kwa manufaa ya kijiji, sio kwa nafsi ya mtu mmoja pekee yake. Lakini mnajua mimi ndo mwenyekiti. Tunajua yote, wewe ni mwenyekiti, ndio kiongozi kama mwenyekiti lazima wewe unachaguliwa. Na kama unachaguliwa na wanajamii, basi na wewe haki wasikilize. Nasema mimi ni mwenyekiti na lazima mnisikilize kile ninachosema na lazima mkifuate. Kwa hiyo tunachokuomba sasa, Jumamosi hiyo mbali. Tunachoomba, panga Jumatano na sisi tupo tayari. Tuliokuwa karibu hapa kijijini tupo tayari kwenda hadi nyumba. Na kama unaona wale waliokuwa mbali ni tatizo, sisi tupo tayari tukusaidia kuandika barua. Tuzipeleke shuleni ili wanafunzi wakiinuka basi wapelekee wale wenzetu waliokuwa. Mimi nimeshasema Jumamosi ni Jumamosi na mimi ndo mwenyekiti. Hoja zingine mimi sikubaliani nazo. Mwenyekiti wa kutupangia Jumamosi sisi hatutaki kwanza. Lakini ninachosema mimi tutakutana Jumamosi hiyo na kitaeleweka hapa mezani. Na tutakutana kweli Jumamosi kwa sababu na naye chela ndio maana Walichande kaondoka sana mzigo usiku mpaka hatujapata. Mimi naitwa Habibu Matimbanya. Mwenzangu naitwa nani? Mimi naitwa Mfaume Njaule, mwanakijiji wa kijiji cha Kikole. Nilikuwa nataka nijue kuhusu mapato yatokanayo na misitu katika kijiji cha Kikole. Kijiji cha Kikole ushirikishwaji wake juu ya huduma ya jamii na ushirikishwaji wake uko vipi? Kwa kweli mapato yanapatikana na yanaingizwa kwenye jamii, lakini kuna baadhi ya mambo fulani hayaendi sawa. Kwa mfano zilipatikana fedha na ikatengwa 900,000 kwa ajili ya ukarabati wa nyumba ya mama mkunga. Lakini kilichojitokeza ni kwamba walioshiriki sana kule ni serikali ya kijiji ndio wanasimamia. Jamii inakuwa kama watazamaji tu wa kawaida. Kuna eneo gani lingine ambalo pengine walipeleka fedha hizo za mapato hayo? Maeneo mengine ni katika huduma ya maji. Hapo tunawashukuru, hapo walienda sawa sawa, maana walitoa 300,000 kwa ajili ya ufunguzi wa kaunti ya huduma ya maji. Kwa hiyo ilienda sawa sawa. Kijiji chako kina vitongoji 3. Juu ya ushirikishwaji jamii katika maeneo mengine ya kitongoji hiki yakoje? Ushirikishwaji wa jamii katika maeneo mengine ndani ya kijiji katika vitongoji vingine haiko sawa. Kwa sababu unaweza kukuta wanaoshiriki katika eneo la Kikole kijijini ni wengi zaidi kuliko wale wa maeneo mengine. Kwa mfano Mbunga watakuwa wapo chini zaidi na Nyati wanakuwa wastani wa katikati. Kwa hiyo upo katika mazingira hayo. Kuna lingine lote ambalo unaona kuwa halishirikishwi vizuri zaidi haswa kuhusu upande huu wa misitu? Jambo ambalo naliona haliko sawa ni kwamba pale yanapoingia mapato tu ndipo serikali hukaa chini na kutoa matangazo yao kwamba sasa hivi zimeingia pesa na tumetenga kwa ajili ya ukarabati wa eneo fulani. Lakini mimi niliona ingekuwa vema kabla ya kuingia mapato, wakati wa maandalizi basi tuwe tunatoka wote pamoja. Jamii inafahamu na serikali inafahamu kwamba sasa tunaingia katika kupata mapato. Na mapato yakipatikana maana yake tutayagawa katika maeneo mbalimbali. Tutakuwa tunayapeleka labda huduma za jamii kwenye tunakarabati nyumba ya mama mkunga au tunakarabati jengo la shule. Kwa hiyo jamii, serikali yote inakuwa inafahamu nini ambacho kikipatikana baadaye tutatumia katika matumizi gani, kuliko kuja kupanga baadaye matumizi wakati huku mwanzo hatukutoka pamoja. Umesema fedha zilipelekwa 900,000 kwa ajili ya ukarabati wa jengo la mama mkunga, na hatua yake iko vipi? Limefanikisha au iko vipi? Kwa kweli zile 900,000 kama nilivyotangulia kusema hazikusimamiwa katika utaratibu uliotakiwa. Ilisimamia serikali na mpaka sasa hivi matumizi ya pesa kwa kweli hayaeleweki kwenye lile eneo. Na ile nyumba kwa sasa hivi haijakamilika. Na jamii yenyewe ilikutana kwenye mkutano mkuu na ikataka ifahamu matumizi halisi ya zile pesa. Mpaka hivi ninavyozungumza matumizi halisi hayajapatikana, na mkutano mkuu uliamua kamati ndogo ichunguze matumizi ya zile pesa. Lakini mpaka sasa hivi hawa watu wanakimbiana. Kamati ndogo inataka kukutana na serikali, serikali inakimbia, kamati ndogo haijapata maelekezo juu ya zile pesa. Kwa hiyo mpaka hivi jamii haijajua matumizi halisi ya zile pesa. Hiyo kamati ndogo ambayo umeizungumzia inayotaka kukutana na serikali au ile kamati za ujenzi inaitwaje? Hiyo kamati ndogo inaitwa PETS. Ni kamati ambayo imeteuliwa
kuchunguza mapungufu mbalimbali ndani ya kijiji hiki. Nini hatua ya mwisho mpaka sasa ambayo inafikiriwa kuwa ifanyike juu ya hilo? Hatua ya mwisho nafikiri tulikutana katika mkutano wa jamii, na jamii ilisisitiza kwamba serikali irudi tena ikutane na ile PETS ili kutoa mahesabu na kisha yaje kusomwa kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo tunasubiri mkutano utakaofuata, kama utapatikana basi tutakuja kusikia, na endapo kama hatukupata, maana yake tutaangalia hatua zingine za kisheria tuzichukue. Asante sana, kushukuru kwa maelezo mazuri. Asante pia nami nashukuru kwa mahojiano ambayo nimeweza kuyapata. Mimi naitwa Habibu Matimbanya, ni mjumbe wa kutengeneza filamu ya utafiti katika kijiji cha Kikole. Sijui wenzangu mnaitwa akina nani? Mimi naitwa Bizalia Ali Mbega, ni mwenyekiti wa kamati ya PETS. Mimi naitwa Zalia Hassan Makombo, ni mjumbe wa PETS Kikole. Nilikuwa napenda kuuliza katika swala zima la mazingira hapa Kikole, haswa misitu, kuna faida ambayo imetokana na mauzo ya mazao ya misitu imepelekwa zahanati na kwenye huduma ya maji. Nyinyi kama wajumbe wa kamati mnaelewa vipi hilo? Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya PETS naelewa kwamba msitu kweli umetoa faida, na faida imepelekea kupeleka kwenye kitengo cha zahanati kule ili kushughulikia jengo. Baada ya kushughulikia, tulitakiwa sisi kamati yangu ya PETS, mimi kama mwenyekiti, tufuatilie matumizi ya ujenzi. Mnamo tarehe 26 mwezi wa 9 kulikuwa na mkutano mkuu, tukatumwa kamati ya PETS tufuatilie utumiaji wa pesa zahanati. Ilipofikia siku tukaenda, lakini kwa bahati mbaya wale wajumbe wa kamati ya ujenzi zahanati hatukukutana nao. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mimi kama mwenyekiti na kamati yangu hatuna taarifa yoyote wala matumizi yoyote ya kuyaelewa kwamba zile fedha zimetumiwa kihalali au si halali. Sijui mjumbe mwingine yake kuna huduma nyingine ya maji, unaweza kuielezeaje? Huduma ya maji tumeipata na tumeiona na tunatumia. Lakini kuna mambo mengine ambayo yanakuja hapa kijijini kwenye miradi, si mambo ya fedha, lakini sisi mambo ya fedha jinsi yanavyotumika mpaka hela zinaisha hatuwezi tukajua, na tukiitisha mkutano kwamba tukutane, tunapewa taarifa, barua tunapewa tukutane, tukija sisi wajumbe wa PETS na wenyekiti na katibu, lakini bahati mbaya wenzetu hawahudhurii. Kwa hiyo nasema kwamba sisi kama wajumbe au viongozi ambao tuliochaguliwa na wanajamii, sisi nasema wanajamii watakopo sisi watuelewi, itaonekana kama sisi wajumbe wa PETS pamoja na viongozi kama tunakuwa shirika moja. Kwa hiyo naomba viongozi nao wawe makini kwenye swala hili. Sijui na nyongeza gani mwenyekiti kuhusu kutokutana kati ya wajumbe wa kamati ya PETS na wajumbe wa kamati ya ujenzi na kamati ya maji. Nini nyongeza yako na nini maoni yako juu ya kutokutana hilo? Maoni na nyongeza yangu, kwanza upande wa viongozi wa kijiji, mwenyekiti na mtendaji, nao pia hii kama kamati bado hawajaiweka kipaumbele kusema hii kamati ya ufuatiliaji fedha za umma. Kwa hiyo tunaomba kama uongozi watuweke kipaumbele na watuheshimie. Pale wanapotupangia tukutane na wanakamati, wanakamati wasipokutana, basi naomba wachukue hatua kali ili nladi wanajamii sisi watuone kwamba tunafanya kazi. Lakini mwenyekiti na mtendaji ambapo sisi kamati hatujakutana nayo, na wao wakikaa tu, kwa kweli wanajamii watatuona kama sisi kamati yetu hatufanyi kazi au hatufuatilii maagizo yao, wakati sisi tupo tayari kufuatilia hata kama wakitutuma na Ngurukuru, Dar es Salaam.
Kwa hiyo naomba sana pia na wanajamii, naomba walijue hilo. Sisi tunatumwa lakini viongozi hawatusamini, tunafuatilia lakini tukishinda tukikosa kukutana nao basi mwenyekiti na mtendaji yani warudi tena masuala hayo. Kwa hiyo tunaomba sana watusaminishe, ndipo tutasaminiwa. Nyongeza mjumbe mwingine juu ya maoni ya hayo tofauti na ya mwenyekiti kidogo. Mimi sipo tofauti na mwenyekiti. Aliyoeleza mwenyekiti ni sahihi, ila tunaomba msisitizo kwa mwenyekiti pamoja na mtendaji kwamba kikitokea kikao basi sisi tunavyoitwa naomba nao tukutane ili tujue mradi ulioingia na faida gani imepatikana na hela tumitumiaje. Ndio tunachotaka sisi, hakuna la zaidi. Asanteni sana na kushukuruni kwa mahojiano mazuri. Na nasema karibuni tena. Asante. Mimi naitwa Halima Hemedi Mbulula na ni mjumbe wa kamati ya maliasili. Napenda kuelezea hususan kuhusu msitu wetu wa hifadhi. Kwa kweli msitu wa hifadhi mapato yanapatikana, isipokuwa hatutendewi haki kama ni kamati. Yaani pesa zinapopatikana tunakwenda kwa mtendaji, maana mpaka tukadai. Tunasema sisi tunahitaji 1% ile ya msitu ili tuendeshe mambo yetu ya kuboresha ule msitu. Lakini tukienda kwa mtendaji anatuambia subiri kwanza, sasa hivi pesa hakuna, sijui zimeazimwa na serikali, zimeenda kufanya shughuli nyingine. Sisi kama kamati kwa kweli tunavyojibiwa vile tunapata shida sana kwa kuelewa, kwa sababu sheria ambazo tumeziweka kwenye rasimu yetu hazitumiki. Shughuli zetu zote za msitu tunategemea kupata pesa, na pesa zinapochelewa kufika mikononi mwetu zile shughuli kule zinakuwa haziendelei. Hususan kama doria ya msitu inatakiwa ifanyike kwa wakati, lakini inakuwa pesa hakuna, saa nyingine hata ofisini kwetu inakuwa shida. Kwa hiyo mtu yani ni wachache, yani labda ni wanakamati wenyewe wanakwenda kujitolea. Hii kwa kweli inatunyima raha na hatufuati sheria zile ambazo zimewekwa kwenye rasimu. Na la pili kuhusu kuboresha ule msitu. Kwa sababu pesa ndizo tunazoboreshea kule msituni. Kuna kazi za kufanya kule msituni, kwa sababu kazi mojawapo kwanza hususani kazi ya kubabulia. Lakini kama una pesa huwezi kubabulia, kwa hiyo pale moto unawahi kuingia, yani msitu unaharibika. Kikole oye! Oye! Kikole oye! Oye! Asanteni sana wananchi kwa mahudhurio mazuri. Kwa kutokana na haya machache, mkutano nimeufungua. Kikole safi? Safi sana. Asante sana. Kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti, mkutano wetu huu leo na agenda mbili. Agenda ya kwanza kusoma mapato na matumizi, na agenda ya pili mgogoro wa mipaka kati ya Kikole na Singida. Kwa hiyo karibuni sana wananchi. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mimi jina langu Saidi Abrahamani Njaule. Mheshimiwa mtendaji, umesema mkutano na agenda mbili kuzungumzia mgogoro wa Kisangi. Lakini kwa kumbukumbu yangu tuna tatizo la mgogoro wakati ya watu wa Miwiru, wakulima waliolima msitu wa hifadhi wa Miwiru na sisi. Hilo neno lipo serikalini, lakini upande wa wananchi hatujajua hatima yake mpaka sasa hivi. Je, hilo neno likoje? Asante. Hilo neno wale wakulima tuliwaita ofisini na walikuja. Baada ya kuja tukazungumza nao kwa maana ya kuwa mwaka huu wasilime tena. Kwa hiyo kama serikali sisi tumeambia hivyo na wao wamekubali kuwa hawalimi tena mwaka huu. Ndugu mwenyekiti, naomba kuuliza. Mkutano mkuu tuliamua kwamba wale wasilime tena. Vile walivyolima baadaye wasende wakalima tena mwaka mwingine, lakini sasa wanaendelea kulima mpaka hivi. Hatuelewi, sijui kimepatikana nini kwa mwenyekiti. Umenielewa? Nimekuelewa. Mimi nafikiri, naomba nikae kidogo. Mimi nafikiri
kama wanalima basi sisi kama serikali hatuna taarifa, lakini tulichoagana nacho sisi kuwa baada ya mauzo ya mwaka huu inatakiwa wao pale wahame wasilime tena, kwa sababu ule msitu umehifadhi kwa ajili ya umma. Kwa hiyo kama mnalijua wote wananchi, basi mnaweza kutueleza ili tushikamane kwa pamoja, tunaweza kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi. Asante sana. Mimi naona viongozi swala hili nataka mlifanyie kazi sana, kwa sababu ndugu zetu wa Matumbi kwa kweli vilimo vyao vya kuhamahama. Tusipoangalia, sisi tumeweka zana ya kuhifadhi msitu, majanga wanatuwekea mengi sana. Kwa hiyo hili swala natakiwa tulifanyie sana kazi. Kwa jina naitwa Ngute. Sijaelewa sehemu moja kwamba katika mkutano mkuu uliopita ni kwamba tulisema kwamba wale watu wataendelea kulima kwa sababu tuliwakuta wanalima, wataendelea kulima na hapo baadaye ushuru wataleta katika kijiji chetu, na mpaka leo tujajua vipi kuhusu ushuru, umekuja au haujaje. Kwa kutokana na swala hilo ushuru bado hujaja hapa kijijini, haujapatikana. Mimi naitwa Adala Hamidu Nasoro Mshamu Ndunduke, ni mkazi wa kijiji cha Kikole. Na kama ushuru hujaja na watu waliambia kwamba wakishalima waondoke, lakini mpaka hivi bado wenzetu wale wanalima mpaka sasa hivi wanatokea majanga, watu sasa hivi wanatelemkia mpaka karibu na Makwago hapo. Sasa je, tunafanyaje wenzetu? Mimi nafikiri sisi tuliwaamuru wale wahame, na ushuru kama tulivyojibu mpaka leo haujafika, na taarifa hizo ndio kwanza mnatugea nyinyi wananchi, na tunaamini wasamaria wema. Kwa hiyo ofisi kama ofisi tutafuatilia juu ya hilo. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, nyinyi kama serikali mko kwa niaba ya wananchi. Kwa hiyo wale wakulima wana mwaka karibu wa 3 au wa 4, lakini ni vizuri kadiri mnalofanya muwe mnatoa taarifa kwa wananchi kupitia mikutano mikuu. Lakini yote yanafanyika bwana, wamepokelewa, mmezungumza nao, wamelima, mmepanga mambo ya ushuru yaletwe kijijini, lakini hata siku moja wananchi hamjawapa taarifa kupitia mikutano mikuu. Sasa hiyo kitu inakuwa kidogo mnapunguza uaminifu kwa wananchi. Kwa mnachokifanya kwa niaba yenu, amufanye kwa niaba ya wananchi. Kama mnafanya kwa niaba ya wananchi, lolote mnalolipanga, mnarudi kwenye mkutano mkuu, wananchi mnawajulisha. Sasa hata kama mmesema ushuru umepatikana, kitu gani kimekuwepo, lakini kwa kuwa mwananchi hajapata taarifa, hilo neno kidogo linakuwa si utaratibu. Nyinyi mupo kwa ajili ya watu. Kwa hiyo pitieni sheria zilivyopangwa, pale wananchi watakuwa na imani na nyinyi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi nilikuwa na maoni juu ya hili kwamba nyinyi kama viongozi, kama mmeshindwa, naomba mwashirikishe na jamii katika kufuatilia swala hili. Asanteni sana wananchi, sisi maoni yenu tumechukua, na kama tulivyosema ushuru mpaka leo haujapatikana. Sasa kupitia hilo, kuanzia sasa tutakuwa tunashirikisha ili kuweza kuleta maendeleo katika kijiji chetu. Nafikiri kama kwa maelezo hayo, mimi nafikiri mkutano tunataka kufunga. Sijui mnasemaje wananchi? Tuko pamoja. Asante sana ndugu wajumbe. Nashukuru sana kwa maoni yenu, na maoni yenu tumeyachukua. Tutajipanga vizuri, mkutano ujao hamna shida, tutaelewana. Kutokana na hayo, mkutano nimeufunga. Misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Kwa majina naitwa Habibu Ali Matimbanya, mwanajamii wa kijiji cha Kikole. Nilikuwa nataka nielezee historia ya uhifadhi wa misitu katika kijiji hiki. Kabla ya uhifadhi wa misitu, kijiji kilikuwa kinapata fedha ndogo sana. Tulikuwa tunauza kigogo, tena kwa kupata ushuru. Kila kigogo kilikuwa tunapata ushuru wa shilingi 100. Kwa sasa
baada ya kuingia uhifadhi wa misitu, tunauza mazao ya misitu kwa mita ya ujazo kwa shilingi 240,000. Tunauza kwa bei hiyo, na bei hiyo ya mita ya ujazo 240,000 ni kwa mti wa mpingo tu. Kwa miti mingine tunauza kwa mita ya ujazo shilingi 225,000. Kutokana na mapato hayo, kijiji kinagawa fedha kupeleka katika huduma za jamii, kwa mfano kama vile taasisi mbalimbali kama vile zahanati, shule na maji. Kwa sasa kijiji kimeweza kupeleka fedha hizo kuboresha miundombinu hiyo, na vile vile faida nyingine ambayo inapatikana kwa wanajamii wa Kikole wamepata elimu mbalimbali ya usimamizi shirikishi katika misitu, elimu ya kutambua umuhimu wa msitu na umuhimu wa kuhifadhi misitu. Pia wanajamii wameweza kupata faida vile vile kwa kufanya kazi doria na ubabuaji wa moto. Pamoja na mafanikio yanayopatikana, pia zipo changamoto ndogo ndogo zinazojitokeza. Changamoto ambazo zinazojitokeza, vijana kutoshirikishwa katika shughuli za uhifadhi wa misitu kama vile kufanya doria na ubabuaji wa moto. Na wanaoshiriki mara kwa mara ni wale wenye umri mkubwa. Natoa rai kwa viongozi wa halmashauri ya kijiji pamoja na kamati ya maliasili kuwa washirikishwe vijana kwa hali kubwa, ili waweze kutambua msitu na waweze kujua mambo yote ya kuhifadhi msitu. Asanteni sana. Nikirudia jina, ni jina langu Habibu Ali Matimbanya, mwanakijiji wa kijiji cha Kikole. Mimi hapa naitwa Asha Kaputi. Kwa kweli kabla hujaingia hii zana ya kuhifadhi misitu, kwa kweli sisi akina mama tulikuwa tunateseka vibaya sana. Ilivyoingia zana ya kuhifadhi misitu, tumepata uelewa mkubwa, ikafikia mahala tukakaa na tukawa tumetenga eneo. Tulivyotenga eneo, tukauza mazao ya msitu. Tulivyopata mazao ya msitu, tulivyouza mazao ya msitu, tulivyopata pesa, ikatakiwa sisi viongozi wakae wapange tuanzishe mradi wa maji. Kwa hiyo mpaka hatua hii sasa hivi tumefikia kwenye mradi wa maji. Sisi akina mama, yale mateso ya kama mwanzo kutoa maji maboteni kuleta hapa Kilimani, kwa kweli hiyo tabu imepungua. Mpaka sasa hivi tunapata starehe kubwa, tunafika tu sisi akina mama tunachota tu maji hapa bombani. Kwa kweli tumepata faida kubwa. Asanteni. Kwa jina naitwa Dini Habibu Matimbanya, mzaliwa na ni mkazi wa kijiji cha Kikole. Filamu hii inazungumzia masuala ya haki na usawa wa kimazingira katika kijiji cha Kikole, hususan katika swala zima la misitu. Wanajamii inatakiwa tuseme ukweli na tuonyeshe ushirikiano juu ya swala la uhifadhi wa misitu kutokana na faida, mapato, matumizi pamoja na changamoto mbalimbali tunazozipata katika kuhifadhi misitu. Pia wanajamii inatakiwa tushirikiane ipasavyo, na pia serikali inatakiwa serikali au viongozi wawashirikishe wanajamii katika kupanga, kusimamia mambo mbalimbali hususan ya kimazingira katika kijiji hiki cha Kikole. Asanteni. Misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu. Misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, misitu jamani, misitu, wananchi tutunze misitu.